Somo letu tunazungumzia kwa habari ya ndoa na pia kwa habari ya Ukristo. Paulo anazungumza na Waefeso ya maisha ya ndoa. Huenda kulikuwa na changamoto ambazo huenda zilitokea, na mmoja nyingine alikuwa anasolve ile changamoto ili kanisa liwe salama, ili familia ziwe salama. Watu wanasema ibada njema inaanzia hapa jamani, nyumbani. Kama nyumbani ukiharibika, rahisi sana huku juu kuweza kuharibika. Lakini nyumbani ikiwa salama, pia rahisi huku juu kuwa salama. Na kwenye maongezi yako anazungumzia kwa habari ya nafasi ambazo tunapaswa kuzifanya au majukumu ya kila mmoja kwa mwenzake. Kwanza anatoa kwa habari kusoma 21 majukumu kwa wote tufanyaje. Alafu anatoa majukumu ya mwanamke anapaswa kufanyaje. Alafu majukumu ya mwanaume pia anapaswa kufanyaje. Alafu analilete sasa kwenye maisha yetu ya Ukristo tunapaswa kufanyaje. Bwana asifiwe sana. 21 anasema kwa habari ya hali ya kunyenyekeana katika kicho cha Kristo. Nikoaje na tafakari. Unafikiria neno kicho cha Kristo. Kicho ni kinini? Kicho. Ushafikiria neno hilo? Kicho cha Kristo. Unaweza kusema hili limekosewa nini? Au ni hicho? Unasema neno limekosewa, halijakosewa, ni la maana kicho cha Kristo. Yaani kufikia ile hali ya unyenyekevu wa juu sana, au kufikia ile hali ya upendo wa juu sana, yaani hali ya kunyenyekea kwa zaidi ya vile ambavyo tunapaswa kunyenyekea, yaani zaidi vile ambavyo tunanyenyekea kwa Kristo kwa zaidi, basi ndivyo ambavyo tunapaswa kunyenyekeana sisi kwa sisi kama mume na mke katika familia. Hilo ni jukumu la wote wawili, si jukumu la mtu mmoja, ni jukumu la wote wawili. Nipe mfano mmoja. Mtu mmoja alisoma hii 5:22 akasema ninyi wake watini waumezeni. Akasoma tu mstari akasema kumbe inapaswa mke anitii. Akasema ina shida. Mke wangu niandalie chai, niko hapa nimekaa. Akakula na 4. Lengo mke amtii. Akasema kama ilivyoandikwa kwenye Efeso 5:22 unapaswa unitii. Kama akasema sawa, unapaswa kutii kweli. Akaandaa chai, akamwekea akanywa. Lakini akasema ungesoma mistari mingine ya mbele au na juu pale ungeona jukumu lako pia. Akasoma kunyenyekeana. Kunyenyekeana tena. Akasoma na wala pili kumpenda, si kufanya kama mwili wako. Akaona kumbe na jukumu lingine kubwa. Baki anashangaa. Kumbe nafasi zote au wote tuna nafasi ya kuhudumiana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma ile Mwanzo mstari wa kwanza ile 26 kwenye uumbaji pale akamuumba mwanadamu. Wote walikuwa na thamani. Na ile sura ya pili anamuumba mwanamke. Adamu akasema huu ni ubavu wangu, nyama za nyama zangu, ataitwa mwanamke. Lengo nini? Ni kuonesha thamani ya mwanamke. Kwenye kitabu mwalimu anasema anapoitwa msaidizi si kwamba ni dhaifu. Hapana. Paulo anasema ishi na watu fanye kwa akili. Si kwamba ni dhaifu. Wasaidizi sawa, lakini si kwamba ina nia ya kutoa udhaifu. Hivi tunaposema Roho Mtakatifu ni msaidizi, je, Roho Mtakatifu na Yesu Kristo nani zaidi? Na zaidi? Hapana, wote wako sawa. Sasa kumbe ule usaidizi haumfanyi mwanamke kuwa dhaifu, kuonekana mwanaume anaweza yote au anajua yote. Usaidizi wa kuonyesha kwamba kuna nafasi ya kwake kwa kumkamilisha nani? Mwanaume. Kutenganishwa kwao ni majukumu, kwamba Roho Mtakatifu ana majukumu gani, Mwana ana majukumu gani, Baba ana majukumu gani, ila wote wako level moja. Bwana asifiwe sana. Kumbe kama sisi mwanamke au mwanamume wameumbwa kunyenyekeana au wameumbwa na Mungu, wako level moja, ila tu moja ana nafasi au ana majukumu ya usaidizi. Bwana asifiwe sana. Tusome mistari, anatoa kazi au majukumu mawili ya mwanamke. Moja anasema kwa habari ya kumtii mume wake. Ule mstari wa 33 anza kwa habari ya kumstai mume wake. Nikawa najiuliza kwa nini asingesema mwanamke ampende mume wake. Nikawa najifunza nikasoma kwamba mwanamke ni rahisi kupenda. Ana moyo rahisi kupenda tofauti na mwanaume. Sasa ili kuonesha kwamba tunapaswa kubadilishwa
na Kristo, tunapaswa kumfanania Kristo. Lazima tupate kitu cha kutufanya tuseme hakika ni Mungu aletu. Akasema mwanamke anapaswa kumtii mwanaume na kumstai mwanaume. Nikawa natafakari, samani wanawake, hivi kumtii mwanaume na kumstai mwanaume ni kazi ndogo, kazi ngumu? Mama samani mama. Mtu mmoja akasema, sijui ni kweli au si kweli, mtahukumu wenyewe. Akasema mwanaume kama ana kazi, mama kama hana kazi, nyumba itaishi kwa amani. Kama mwanaume ana hela, nyumba itaishi kwa amani. Lakini wanawake kama wana hela, baba hana hela, na sasa kuna vurugu. Hivi ni kweli sio kweli? Nimesikia maneno huko nje, huko nje. Sasa kumstahi ni katika hali zote za kutokuwa nacho, za katika udhaifu alionao, za katika ugumu anaonao, lazima unapaswa kumstahi. Si ndio jamani? Kama vile Kristo alivyotustahi sisi. Biblia inasema si kwa sababu tulikuwa wema sana, si kwa sababu tulikuwa wazuri sana, tulikuwa wenye dhambi, lakini akaacha enzi, akaja akafa kwa ajili yetu ili tu mimi niwe salama. Ukiona hicho ambacho Kristo alikifanya kwetu kinatupa sisi nafasi ya kujitafakari, maana sisi mwongozo wetu neno la Mungu, si ndio jamani? Yani kielelezo neno la Mungu kwamba hivi nafanya sawa au si sawa, najifunza kwenye neno. Sasa kama Kristo aliweza kutustahi sisi na kutufichia aibu yetu na kutufichia hali zetu, akatufanya kuwa wanawe, basi pia sisi tuna nafasi ya kuwastahi pia wengine. Nikaa najiuliza, hivi kwa nini mwanamke amtii na kumstahi mume wake? Jifikirie kidogo. Kwa nini unapaswa kumtii na kumstahi mume wako? Unafikiri ni kwa nini? Kwa mwanaume hawezi, au unafikiri ni kwa nini unapaswa kumtii na kumstahi mume wako? Hii swali la wamama. Baba naomba wanyamaze. Naona swali lao. Eti wamama, kwa nini tuwatii waume zetu? Kwani lazima? Kwa nini tuwastahi waume zetu? Kwani lazima? Kuna faida gani ambazo tunazipata kama tukimstahi mume wako? Tukimtii mume wako. Kuna faida gani unazipata katikati? Tuone mmoja tu atuambie kidogo afu tuendelee. Kuna faida yote au kujishia heshima au kujiona wewe ni dhaifu? Kuna jambo gani unalipata pale? Nimesema leo naongea nao na mama wakubwa, ndio maana darasa hii inakuwa nzuri, sababu naongea watu wenye uzoefu. Bwana asifiwe sana. Karibu tu. Karibu mmoja tusemeshe. Je, kuna faida yote inapatikana kwenye kumtii na kumstahi? Kumstahi hapo kwa habari ya utii. Tumepewa wanawake kwa sababu pia tumeambiwa kwamba sisi wanawake ni wasaidizi wa mwanaume. Kwa hiyo hata mfano mwingine unaweza ukawa labda kwenye maisha tu ya kawaida, labda una binti wa kazi. Binti wa kazi kwetu sisi anakuwa ni msaidizi pale nyumbani wa kazi. Hilo neno kustahi, inawezekana bosi akapitiwa, labda akasema vibaya kwa binti. Kwa binti anahitaji amstahi, manake kwamba asiende kumsema kwamba mimi alinifokea kwa sababu hivi bila kosa. Huo ni mfano tu halisi kwa sisi sasa wakina mama. Sasa tukirudi kwa habari ya mume na mke, kwamba mume wako pia anaweza akakukosea au akafanya vivyo sivyo, usipendezewe. Sasa hapo Biblia inasema umstahi, maana kwamba umfichie, usionyeshe ile aibu aliyoifanya kwako au kile kitendo alichokifanya kwako, manake ukifiche, umsamehe. Ndio maana ya kustahi. Amen. Amina, asante. Amina, Bwana asifiwe sana. Wow, amejibu vizuri. Tuone kofi moja kwake. Asante. Kumbe tuna nafasi ya kufanya hivyo, si ndio? Tupige mangapi? Matatu. Makofi matatu kwake. Amina, Bwana asifiwe sana. Kumbe tuna nafasi ya kufanya hivyo, na kama tukifanya hivyo, ziko faida ambazo tunaweza zikatokea kwenye familia zetu, si ndio jamani? Kama vile tunavyopenda kulindwa, kuthaminiwa, kuna nafasi unajiona kwamba yes, na mimi ni mtu katika watu. Jua zile siri zako zikifichiwa, kama majirani hawajui,
Ukisema pale ukisimama, mtu amesimama. Sio kikojozi amesimama. Ana amesimama. Yaani ujasiri unakosekana. Si ndio wanaume wenzangu? Ujasiri unakosekana jamani. Kwa hiyo mtu stahi. Haleluya. Na kwa nini tunastahi? Kwa sababu ni agizo la Mungu mwenyewe. Bwana sana, ni agizo la Mungu mwenyewe kuweza kufanya utii na kwa ustahi wa ume zetu. Na pia ni kujenga heshima na amani katika familia zetu. Na kufanya hivyo kunakuwa na upendo, kunakuwa na furaha, kunakuwa na kuheshimiana, kunakuwa na kuambizana hata vile vya silini. Kama tulivyosema hapo. Baba, kuna wengine kwa mfano ukimwambia mke wako ana crush, anafanya vitu vya ambavyo hauvielewi. Obviously kuna namna utaanza kuweka gap. Vingine kuta kumwambia. Si ndio wanaume? Sasa wanaume wako hapa wanasema ndio. Kumbe ili tuweze kufanikiwa basi tuweke ile namna ya kuwastahi, namna ya kuwatii. Hivi atakwambia paka ya uvunguni, wa mke wangu, yani mimi kula nini? Kulikuwa una hela zangu, kuna uwanja kula nini? Atakwambia vingi. Haleluya. Haleluya. Kuna unajenga heshima na amani. Amani na kuwepo. Kazini katoka saa 12, anajizungusha saa 3, arudi nyumbani. Sababu hakuna amani. Ila kama kuna amani, saa 12 anatamani urudi nyumbani ndio apige story na mama. Haleluya. Amina. Pia ni mpangilio wa kimaumbile. Ni mpangilio wa kimaumbile. Kwa Mungu amemweka mwanaume kama kiongozi, kama kichwa. Hivyo kama kiongozi usipomtii kwa namna moja au nyingine anavunjika moyo kwa nafasi ya uongozi ambayo Mungu amempatia. Ila kama ukimtia moyo, ukionyesha nafasi ya kumjali, anapata nafasi ya kuwaza vingine vikubwa zaidi ya vile ambavyo asingeweza kwa muda ule. Kwamba kumbe inawezekana. Na sisi tukiambiwa inawezekana tunapata kichwa. Kwamba kumbe ngoja niwaze hivi, nawaza hivi, napanga hivi. Ni Mungu amefanya hivyo kwa wanaume. Kwa hiyo ni vyema tukawatii na kuwastahi kwa mustakabali wa familia zetu na kanisa kwa ujumla. Bwana asifiwe sana. Okay, kwa nafasi ya mwanaume, kwa nini mwanaume ameambiwa apende? Eti wanaume wenzangu, kwa nini tupende? Kuna faida yote kwenye kupenda? Hasa hapa kwenu wanaume, na nataka kusikia kutoka kwenu. Ili kuna faida yote kwenye kupenda mwanamke? Tunampendaje? Kwa nini tumpende? Karibu, moja tu atukomboe. Kwa nini tumpende mwanamke? Karibu. Hapo sihami. Amina, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza tu neno la kupenda linaashiria ndani yake mna vitu vingi. Cha kwanza, kitu ambacho nakipenda hawezi ukapenda kiharibike. Unachokipenda utapenda kiwe vizuri wakati wote. Kwa hiyo kama unakipenda kitu hata kama ni kidhaifu, utapenda ukisaidie kiwe kizuri. Kwa mfano, una labda pikipiki ina tatizo. Afu unaipenda sana. Utapenda uilipee mpaka iwe nzuri. So unaipenda labda nitoleo zuri. Kwa hiyo mtu akikipenda kitu atakitaka kiwe kizuri. Kwa hiyo ukiwa unampenda mke wako, hata kama anakosea utamsaidia. Anakosea kupika, utatafuta simu, umnunulie simu ya touch. Mwanamke wangu jifunzage hapa kupika. Sawa? Kwa hiyo utamsaidia tu kwa namna moja ama nyingine. Amen. Kama anashindwa chochote kile utamsaidia tu, kwa sababu wewe una uwezo zaidi ya kile kitu, kwa hiyo utakisaidia. Ndio maana mzazi kama anampenda mtoto wake, kama anashindwa anamsaidia, anamfukuta visepe nini mpaka anakuja kukua, kwa sababu ana upendo naye. Kwa hiyo ni rahisi tu ukiwa na upendo, kama Biblia ilivyosema, unaweza ukafanya chochote kwa mke wako, hata aweje atakuwa vizuri. Amina.
Makofi matatu kwake. Amina. Efeso 5:28 nitasoma pale na mpaka mstari wa 29. Vivyo hivyo imewapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Bwana asifiwe sana. Kubwa tunakumbushwa na sisi wanaume tuna jukumu la kuwapenda wake zetu. Tuna jukumu la kuwapenda, na kwenye kuwapenda kuna namna ya kuonesha upendo. Nasema mtu hawezi kuuchukia mwili wake, atautunza, atausafisha. Sio ni mkono usiuogeshi. Hivi shetokea mtu kama huyo, mkono mimi siuogeshi na wewe tu huku kunaoga huku siuogeshi, uso wa uso haipo, ndio? Kama ni kuoga unaoga mwili mzima. Sasa ndio hivyo ambavyo tunapaswa kufanya, kwamba tuone mwili wetu na mwili wake ni mwili huu. Wanaume ni mwili huu, tunapaswa kumpenda. Naomba mfano mmoja. Kuna mtu mmoja akawa anamwambia mke wake, anasema, mke wangu mimi leo nimechoka. Kwa hiyo nataka unipikie chakula kizuri nile nilale. Akasema sawa, akampikia. Akaambia, kwa kuwa mimi naye ni mwili mmoja, si ndio? Akasema mimi naye ni mwili mmoja, sishafunganishwa tu mwili mmoja. Akasema vizuri, basi mimi nalala, wewe kaoshe vyombo, kapige deki, afu wewe kalale. Imekaje? Hapo anasema Rome, hapana, wewe sio mwili mmoja, inakuwa miwili sasa hapo. Bwana asifiwe sana. Lengo nini? Ni kuonesha nafasi ya kupenda. Nafasi ya kupenda inaambatana na vitendo. Na kwa nini tunapenda? Kwa sababu ni neno au ni agizo la Mungu. Lenyewe ni agizo la Mungu. Pia tunapenda ili kujenga misingi imara ya mwanamke kukutii na kukustahi. Unavyompenda ndipo anarejesha na yeye sasa namna ya kukutii na kukustahi. Vile ambavyo tunampenda Kristo ndipo anarejesha sisi kuheshimika. Unapofanya kazi ya Mungu ndipo anarejesha namna yeye kuweza kustawisha kuwa bora zaidi ya jana, uwe bora leo zaidi tena kesho. Bwana asifiwe sana. Kristo anatufundisha jinsi yeye alivyotupenda, jinsi yeye alivyokubali kutii, jinsi yeye alivyokubali kutustahi. Sasa kama alikubali kutupenda, na asema kama tunampenda yeye, basi naye atatuheshimisha. Basi ni zaidi pia kwa Kristo, pia zaidi sana kwenye familia zetu. Kama tukiwatii wake zetu, rahisi wao, kama tukiwapenda wake zetu, rahisi wao kututii, sababu kuna namna ya tunamjali, tunamthamini, tunafanya hiki, namna rahisi yeye kukutii. Ila kama vya kwake ufanye, afanye vya kwako, hapo ndio kwenye mtihani. Kama vile wa Kristo tunataka tubariki, akituambia tufanye hiki hatutaki kufanya, hapo pia kuna mtihani. Umeona kama mtego wako Yaani mambo yote yanakuja, yani inaenda na kurudi kama vile mwangu. Yaani wewe ufanye naye ana nafasi ya kufanya, sio wewe usifanye yeye afanye. Haleluya, haleluya. Hapo si nimeongea vizuri? Bwana asifiwe sana. Nena anaweza kuongezea jambo hapo kabla sijama kwenye hiyo sehemu. Naam, karibu tumishi. Amen. Amen. Mimi nimependa hapo, kuna sehemu inasema kwamba mwanaume ampende mkewe kama Kristo alivyolipenda kanisa, si ndio? Amen. Kuna pointi umeongea hapo kwamba wanawake tunaonekana kwamba wanawake wengi kwenye familia kwamba hawatii, si ndio? Lakini kuna muda kwamba wanaume wanasahau nafasi zao, kwamba wanatakiwa kwamba kuwapenda wake zao ili wanawake ndio watie waume zao. Hivi najaribu kujiuliza, kama ingekuwa Mungu hakulipenda kanisa kwanza, leo hii tungekuwa tunampenda Mungu? Nauliza tu kama darasa. Yaani kama Mungu asingetupenda sisi na kutujali,
tungempenda Mungu au tungekuwa tunamtii like that. Kwa hiyo mimi napenda kwamba kuna sehemu nimesoma kwenye kitabu kwamba tuna kitu kama hichi, haya maandiko yametumika kama kuwakandamiza watu wengine bila kufuata kwamba kuna sehemu natakiwa zote ziwe iko. Mwanaume apray part yake, mwanamke naye atapray part yake. Sema kuna ile kitu mwanaume anataka kwamba mwanamke apray part yake, alafu kuna ile kitu yeye anasahau, anafanya kama kukandamiza kwamba mimi ni kichwa, lazima unitii. Hapana, kwa sababu kama kichwa na kiwiliwili nataka kukubaliane, kama kichwa kinasema tutangulie mbele na kiwiliwili kifaje kiendelee kule. Kwa hiyo kama kitokea kinapishana, basi hakutakuwa na maelewano, kutakuwa na migogoro mingi. Kwa hiyo by any means, somo la leo hili kama walimu walivyosema, basi mwanaume apray part yake na mwanamke naye atapray part yake hivyo hivyo. Amina. Amina. Asante. Kupray part ni maana yake kama Kiswahili kufanya nafasi yako. Kama nafasi. Tushachukua ku play part. Yeah, ku play part. Asante. Bwana asifiwe sana. Asante Doka, asante kwa mchango mzuri. Tunaona kila mmoja ana nafasi yake kwenye kunyenyekeana au kwenye kufanya jambo hili liwe bora. Yes. Naam, karibu. Samahani kidogo, wanaweza sio vizuri sana kuongea juu ya point aliyoongea mwingine, lakini ni vema sana kuweka sawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kupenda na kutii sio mtu kwanza afanye kitu fulani ndipo mwingine afanye. Inakuwa kama vile ni malipo, kwamba lazima hiki kitokee ndipo hiki kitokee. Biblia imeweka wazi sana, nasema enyi wanawake, imeweka mfano mzuri kwamba kwa namna ya matendo ya mwanamke, waume zao watakapoyaona yale matendo, waume zao watakapoyaona yale matendo, basi na wao yawabadilishe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana yake ni msisitizo wa kwamba kuna kitu hapa ambacho tunatakiwa kulijua kama kanisa, kwamba mwanaume hahitaji kuambiwa umekula nini asubuhi, umekunywa nini mchana, lakini anapoonyeshwa utii ni sawa na kumwambia ninakupenda, ni sawa na kumwambia umekula nini asubuhi. Kila kitu tayari umemaliza kwenye utii tu peke yake. Na baada ya kuonyesha hicho kitu, hakuna mwanaume ambaye anaweza kuwa hooligan, yani asiwe chini. Kwa dada mmoja ninafanya naye kazi pale Dodoma, ni mama mchungaji, anasema mume wake ni mkali sana alikuwa wakati anamuoa. Kwa siku moja wakati anaenda ibadani, before yule bwana ajawa mchungaji, mama ameshajiandaa kabisa, anaenda ibadani, mume yuko ndani. Alafu anamwaga mume wake, sasa huo muda ndo wa ibada, bado ibada kama dakika 30 zimefika. Anamwambia mume wangu naenda ibadani. Mume wake akamwambia unaenda wapi? Ibadani. Hakuna kwenda. Anasema nikatafakari niende nirudi. Baadaye hatua alizochukua ni kwamba aliamua arudi, na akarudi akakaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ibada imefanyika, siku imeenda imeisha, yeye yule dada akawa na amani tu, lakini ule mzigo ukahamia kwa mume. Mume akaanza ndio anaanza kutaabika. Kwa siku nyingine zozote ikawa hakuna shida yoyote ya kwenda ibadani, kwa sababu ile burden tayari ameitua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tusisubiri kwamba huyu afanye kitu fulani ndio huyu mwingine apate kitu fulani, ila kila mmoja kusimama kwenye wajibu wake pasipo kufuata sana. Unajua kuna kitu sasa hivi nakiona mitandaoni, mafundisho yamekuwa mengi sana ya ndoa, hasa kwa wakina mama, mabinti na nani. Alafu kuna kitu ni kama kimesahaulika, mwanaume hafundishwi. Kwa hiyo mwanamke anafika pale kwenye ndoa tayari na mafundisho ya walimu zaidi ya 100 hivi amewasikiliza kuhusiana na ndoa, na kwa bahati mbaya wengi wao huwa wanafundisha kutokea kwenye life experience, anafundisha kutokana na yale ambayo yamewahi kumkuta. Kwa hiyo hawezi kuwa mwenye haki. Tuwe makini sana na mafundisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mafundisho anayowapa mchungaji ya ndoa yanatosha sana, tutembee nayo yale na neno la Mungu. Mungu awabariki sana.
Amina, asante baba. Kwa mfano nashukuru sana kwa majibu mazuri. Kuna hili neno la mtii na mheshimu, sawa, si limeandikwa kwenye Biblia, lakini je, ni sahihi kwa mfano mimi niwe namwambia mke wangu nasema lazima unitii Bwana? Biblia inasema kwamba mimi ni kichwa. Yanaweza kuwa mazungumzo hayo? Hapana, sio mazungumzo. Au mke wangu aniambie kwamba Biblia inasema unipende, wala sio Lakini katika hali ya maisha tunavyoishi, hivyo vitu ndio vio vinaishi ndani yetu, sio tamko. Namwambia mwenzio kwamba Bwana, Biblia inasema hivi, ile inakuwa kama hukumu au jaziba fulani, lakini tu matendo ya maisha, kila mtu ajue kwamba hapa Biblia inasema mimi nitii, na huyu anasema hapa Biblia inasema mimi nipende. Ajue mwenyewe moyoni, lakini sio tamko la kusema hadharani. Nafikiri hii ndio inatuongoza Biblia kwenye maisha ya kuyaishi. Sio mtu ndani ya nyumba anasema mimi Bwana, Biblia inasema mimi ni kichwa Bwana, lazima unisikilize. Kesho anasema mimi ni kichwa Bwana. Haiwezi kuleta amani kwenye ndoa, lakini kiwe kitu ambacho mtu anakiishi moyoni mwake. Asante. Amina. Makofi kwao. Amina. Asante sana kwa mchango mzuri. Tumesikia wote jamani. Haleluya. Haleluya. Amina. Tumeona kwa habari ya maisha hayo. Okay, kwa habari ya maisha yetu na Kristo, ili somo linatusaidiaje? Tunawaza kidogo. Ili somo linatusaidiaje? Namna ya sisi tunavyoishi na Kristo, tunaishi na Kristo kwa namna ipi? Kama hizi tunazojifunza, au inatusaidiaje kuishi katika maisha ya Kristo? Ili somo tunafikirie inatusaidiaje, au linakusaidiaje wewe, au umepata funzo gani la kuishi nalo katika maisha ya Kristo ambayo unayo, au umejifunza nini hapo kwenye ile somo hilo? Toka tulipoanza hapo kupiga, tumeongea mengi hapo. Umejifunza nini cha kusaidia kuishi katika maisha ya Kristo kwa usahihi? Karibu tuone. Amina, karibu. Amina. Hapo ni kwamba sisi kama Wakristo, Mungu anatufundisha sana la kutii na kupenda, kwamba hatuji tu tukasema kwamba Mungu tunampenda Mungu na kumtii Mungu, hakati kwa watu wengine hatufanyi hivyo. Tukiachana na mambo tu kwamba kwa mme na mke, hata kwa watu ambao wanatuzunguka. Mimi kama Mkristo yani si Mkristo sahihi kama nafanya kumtii tu Mungu, hakati kuna watu wengine huko ambao tunazidiana, siwatii wala kuwaheshimu. Yani najibu ninavyojisikia, alafu nikija hapa nakuja najifanya ninatii na kumpenda Mungu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza kwamba yani kuachana na kwamba ni kanisani tu, hata maisha yangu ya huko nje basi yafanane vile ambavyo Mungu anaagiza, kwamba nipende wengine na kuwatii na kuwaheshimu wengine. Amina. Asante. Mwingine anasemaje? Tunajifunza nini hapo kwa maisha ya Ukristo leo? Karibu. Amina, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa kuna kitu nimejifunza. Mchungaji Fili kuna point ameiongea kwamba tusilipize. Maana yake sio kwa sababu amekutendea jambo zuri ndio umtii mume wako, au kwa sababu mke wako anakutii ndio umpende. Hapana. Maana yake inatakiwa ufanye jukumu lile ambalo inatakiwa ulifanye. Kwa hiyo tukija kwa Mungu tumejifunza kwamba kuna mambo huwa tunamuomba Mungu, sio kwamba kwa sababu Mungu ametutendea jambo ndio tumtii au tumpende. Hapana, ni kwa sababu tuna jukumu la kumtii na kumpenda, atutendee au asitutendee. Kuna muda huwa tunasema kwa sababu sijapata kifulani naacha kwenda kanisani, kwa sababu ninaumwa ninamuomba Mungu siponi, basi Mungu hayupo.
Hapana, Mungu yupo pale pale, inabidi tuendelee kumtii kwa sababu ndio jukumu letu ambalo ametupa. Asante. Amina, asante. Asante. Mwingine tumalizie wa mwisho hapo. Najifunza nini hapo kwenye somo la leo? Amina. Kwa fupi nafikiri tuwe na upendo, tuwe na rehema, tuwe na msamaha. Amen. Tukiwa na hivi maisha yetu yatakuwa salama. Asante. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina, asante kwa michango mizuri. Kwa kufanya hivyo tuna uwezo wa kuishi maisha ya Ukristo kwa usahihi kama tukiendelea kuatii, kama tukiwa na upendo, kama tukiwa na moyo wa unyenyekevu. Amina. Kama tukiwa na moyo wa kusamehe, na uwezo wa kuishi maisha ya Ukristo kwa usahihi. Ndio jamani. Ndicho ambacho Kristo anataka kuishi. Yaani kutoa mfano au kutoa hii funzo la mume na mke pia itupeleke kwenye kuishi sisi na Kristo. Je, tunaishi na Kristo? Kama changamoto zipo kule na huku zipo, tunakabiliana nazo? Tunawezaje kuzishinda hizo changamoto? Tunawezaje kuwa bora wakati wote? Kuwa na amani na Mungu wakati wote? Kuwa na furaha na Mungu wakati wote? Kuto kujuta kwenye wokovu nawezaje? Kumbe kwa neno japo kama tuweza kuziishi hizi kanuni za Mungu, naweza kuishi maisha ya furaha. Kama vile tukiwa watu wenye upendo, watii na kuwastahi wenzetu, tuna nafasi ya kuwa na familia yenye furaha. Hivyo kama tukiyafanya haya kwa Kristo, tuna nafasi ya kufurahia Ukristo ambao tunao, tukaishi kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbe ni jukumu langu, ni jukumu lako kuamua kuyafanyia kazi. Sasa kama kuna sehemu unaona kuna upungufu, ambao unaweza kuta dosari kwenye Ukristo wako, na mimi wewe ndio mtu sahihi kabisa wa kujichunguza. Mtu mmoja akasema, ukikaa ukitulia mwenyewe, yaani ukazima muziki kwenye simu unasikiliza, ukaweka simu pembeni, ukakaa peke yako, yaani mke wako kaa pembeni, wote pembeni, ukae peke yako ujisikilize, utajua wewe ni nani. Na mbinu nzuri ya kujipata kujua wewe ni nani, tafutani, sipite siku nzima huko busy na shughuli hauna, huko kwenye chat simu hata nusu saa jitenge, kaa peke yako. Kaa peke yako, anza kufikiria, hivi mimi nani? Hivi nafanya kitu kwa Kristo? Niko vizuri sana. Hivi naishi. Ukikaa peke yako, kuna vitu tunajifunza vingi sana, kuhusu wewe, vingi ambavyo kama ulikuwa busy na kusikiza nyimbo au busy na kuongea, busy na kitu, usingeweza kupata. Sasa ni vyema tukatafuta kuishi vizuri na Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Okay. Fikiria kwa kaa peke yako. Fikiria. Kitu ambacho kinaweza kuwa dosari cha kufanya usiishi maisha ya Ukristo kwa sahihi. Na kwa dakika mbili. Fikiria tu mwenyewe. Usiongee kile yule amefanya, ana nywele za mtindo gani? Wakati unafikiria mwenyewe. Na mimi naacha kuongea.
asifiwe. Kwa kufanya hivyo, angalau kwa siku itaweza kukusaidia kuona mapungufu ulionayo, itaweza kukusaidia kuona ubora ulionao na namna gani ya kufanya uende hatua zingine. Lengo ni kukua, lengo ni kuendelea, lengo ni kuongezeka. Lengo si kukaa pale pale kama jana nilikuwa hivi, kwa nini kwa hivi? Tafuta kwa vingine tena mwaka huu, ili mwaka kesho useme nilivuka pale, nilikuwa inawezekana nikavuka. Kwanza kwa vile utafikiria au umefikiria vile ambavyo unaweza kufanya usiishi maisha ya Ukristo kwa usahihi, ujiwekee mikakati. Hadi kuanzia leo weka mikakati. Natokaje? Kama nilikuwa sio neno la Mungu, basi nianze kusoma neno la Mungu. Kama nilikuwa sio mwombaji, basi nianze kuomba. Kama nilikuwa ni mvivu kwenye eneo fulani, basi nianze kuwa vizuri kwenye eneo hilo. Kama nilikuwa na upungufu fulani, nitafute namna ya kufidia eneo hilo. Yaani sipite ule udhaifu ambao unaendelea nao. Nataka namna ya kushinda. Na vizuri kwamba tumeomba kwa mfano na jamani, kwa mfano wa Mungu. Hivi Mungu anashindwa? Mungu ashindwe. Sasa Mungu ashindwe. Mungu anatupa kwa mfano wake. Kama kwa mfano wake, kumbe tuna nafasi ya mfano wa Mungu katikati ya maisha yetu. Kuna uwezo wa kushinda. Na imani kuja kusikia, sema imani. Unaposikia unaweza, unajiambia naweza. Sema naweza. Oga tutaweza. Sema hii mbona kama mwaka jana nilishindwa, hata nisiwezi kushindwa. Kama leo nitashindwa, tunajua nitashindwa, siwezi kutoka, siwezi. Basi ndio siwezi. Hiyo ukifikiria bwana na ukifikiria utapata namna ya kutoboa. Na utatoka kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Moyo wako utatoka kwa jina la Yesu. Utakuwa bora kwa jina la Yesu. Utakuwa zaidi ya jana. Na Kristo atafurahia maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi nikuje mwenye swali au mwenye ongeza. Mwenye swali au mwenye ongeza. Tumeelewana wote kwa pamoja, lakini hatujaje tuko pamoja. Mmoja akasema tuko nyuma yako mheshimiwa. Tuko pamoja. Wewe nyuma yako ungepiga hatua kubwa, tuko wapi? Pamoja. Baba, tunakutukuza